Shalom taifa la Mungu, shalom. Nina dakika chache tu ya kuweza kukwambia jambo hili kwa ajili ya maisha yako na maisha yangu. Acha tujifunze, neno linasema kumtegemea Mungu. Ukisoma katika Yeremia 17 na mstari wa 7 inasema, abarikiwe anayemfanya Mungu kuwa tegemeo lake, kuwa kinga lake, kuwa kiongozi wake, kuwa msaada wake. Jameni, watu wengi hujisifia mambo mengine ya dunia hii. Sawasawa na neno hili, Mungu peke yake ndiyo suluhisho. Mungu peke yake ndiye msaada. Kwa hiyo ningelikuomba ndugu yangu, acha kumtegemea mwanadamu, sababu ukisoma mstari unayofuata ama wa juu yake kidogo, unasema alaaniwa anayemtegemea mwanadamu, lakini abarikiwa anayemfanya Mungu kuwa tegemeo lake. Mwanadamu sio msaada wa mwanadamu wenzake. Na ukiona mtu anakusaidia, jua ya kwamba ni Mungu aruhusu akusaidie. Ukiona mtu anakupa kitu fulani, sio yeye anataka kukupa, ni Mungu ameruhusu huyo mtu akupee hicho kitu. Kwa hiyo tumtegemee Mungu. Katika mwaka huu tusimtegemee mwanadamu. Hata uwe na ndugu ni tajiri, hata uwe na fulani ni tajiri, rafiki tajiri, usimtegemee. Inua macho yako juu, mtazame Bwana. Msaada wako unatoka kwa Mungu aliyeumba mbingu na nchi. Hatuna kingine tunaweza tukajisifia katika dunia hii isipokuwa huyu Yesu anaitwa Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Tuishi maisha ya utakaso. Ndiyo, kuomba ni ya thamani sana. Biblia inasema tuombe pasipo kukoma. Kufunga ni ya thamani. Biblia inaturuhusu tufunge, lakini sio maombi yako na mafungo yako yanafanya muujiza, kwa sababu kuna wanayefunga kukuzidi na wanayeomba kukuzidi hawana maisha yenyewe unayo, lakini anayefanya miujiza ni Mungu. Mtegemee Mungu, mkimbilie Bwana.